programu hii ya Career Guide tunafanya mahususi kwa ajili ya kuweza kuwapitisha watoto wetu wa kidato cha kwanza, lakini pia wa sekondari mwanzoni, kwa makusudi kabisa ya kuweza kuwapitisha katika fani mbalimbali ama katika kada mbalimbali, ili waweze kujua kwamba zinafanya kitu gani, waweze kupata angalau ule mwongozo wa mwanzoni kwamba ni kitu gani, na zaidi sana waweze kujua kwamba wasome masomo gani ili waweze kufanya nini. Mfano hapa siku ya leo tunawapitisha katika fani mbalimbali. Mojawapo mimi ni mwezeshaji katika fani ya engineering ambayo nimekuwa nikifundisha kwa zaidi ya miaka 10 chuo kikuu. Kwa hiyo nitawaelekeza kwamba wanatoa wasome masomo gani ili waweze kuwa maengineer ama waweze kuingia katika fani mbalimbali za engineer. Lakini pia wapo ambao watawaelekeza katika biashara, wapo watawaelekeza katika sheria, wapo watawaelekeza katika fani zingine mbalimbali. Lengo kubwa sana ili waweze kujua kwamba kwanza katika udogo wao, katika safari yao pia elimu hapo mwanzoni kabisa, waweze kusoma masomo gani. Tumeshuhudia kwa miaka mingi sana wanafunzi wengi wakifika chuo kikuu wanaanza kupata tabu ya kuanza kubadilisha fani. Kwanza alikuwa hajui anatakiwa asome fani gani, lakini amefika kule amekuta anachaguliwa kwenye fani fulani hivi, labda kwa sababu ndio fani ambayo inatoa mkopo, au kwa sababu labda ndio fani ambayo ameambiwa na mlezi wake au mzazi wake. Kwa hiyo sasa ile inakuwa ni fani ambayo kimsingi moyoni mwake haipo, lakini hata hivyo angewezaje kujua kwamba ni fani ipi ambayo itaniwezesha mimi kesho kuweza kufanya kitu gani? Hii ina madhara makubwa sana, kwa sababu pale ambapo ameshamaliza sasa hiyo kozi yake labda ni miaka 3 ama ni miaka 4, akienda mtaani anakuwa ni mtu ambaye hana ari ya kuweza kufanya kazi, kwa sababu kwanza amesoma kitu ambacho hakipendi. Mimi na watu wangu wa karibu sana ambao wamelazimika baada ya kumaliza fani ambayo wamesoma mwanzoni waanze kwenda kutafuta sasa nguvu ya kwenda kusoma fani zingine. Wapo ambao wanakuambia mimi fani nilazimishwa na mzazi, wapo ambao wanasema mimi nilisoma kwa sababu hii ina mkopo. Lakini kimsingi wakishatoka vyuoni, wanapoingia sasa mtaani, pale ambapo tunategemea kwamba wanakuwa ni kazi sasa ya kuweza kusaidia angalau kuweza kuzalisha ajira kwa ajili ya wengine, basi inakuwa wao pia wanaingia katika ule mlolongo wa watu wanaotafuta ajira, wengine watu ambao wanafanya kazi asipokuwa na ari, kwa sababu walisoma kitu ambacho hawakupenda. Kwa hiyo Career Guide inasaidia kuweza kufikisha vijana, kuweza kuwatambulisha kwanza fani mbalimbali. Ni kitu ambacho huwa tunakifanya mara kwa mara. Sasa mara kadhaa tunawafikisha katika fani kadhaa, wakati mwingine tunawafikisha katika fani zingine. Lengo kubwa sana ni ili waweze kujua kwamba wafanye kitu gani, na wasome masomo gani, na wakisoma masomo haya wanaweza kuwa nani. Lakini zaidi ya yote, ili watakapomaliza kuyasoma haya masomo, wanapoingia katika hizo fani ambazo walikuwa wanazipenda, wakimaliza waweze kuwa ni watu ambao tunasema ni productive mtaani, waweze kuwa ni watu ambao wanalisaidia taifa lao, sio kwa ajili ya kutafuta ajira tu, lakini pia kwa ajili ya kuzalisha ajira na kuweza kuwasaidia sana. Asante sana. Kisha muda mfupi hapa niwakaribisha kwenye banda la engineering. Mtapata vitu vifuatavyo. Kwanza, kujua engineering ni kitu gani. Bango letu linasomeka engineering Ama kuna watu spelling zinasumbua kusoma. Mnaweza Anye mshakuwa wasomi bwana, mnaweza kusoma hiyo. Kwanza mtaweza kujua engineering ni nini. Lakini kwenye engineering kuna nini? Yaani engineering kama ni mkate, basi mle ndani kuna visilesi gani, si ndio? Yaani kama vile ni mkate engineering, afu ndani kuna visilesi. Mtaweza kujua ni nini. Lakini itawasaidia kuweza kujua faida za engineering kwa jamii, kwa taifa, lakini hata kwako wewe mwenyewe na familia yako, si ndio? Ama kwako wewe binafsi. Sawa lakini pia itakusaidia kujua ufanye nini mwishoni ili uweze kuwa engineer. Sawa Yes. Kwa hiyo naomba unisikie vizuri sana. Kitu cha kwanza niweze kuwaeleza maana ya hizi terminologies zinazotumika, ama baadhi ya maana ya haya maneno yanayotumika. Kwa mfano, nimetaja engineering, lakini kuna neno linaloitwa engineer, lakini pia kuna neno jingine linaloitwa engine, si ndio? Inawezekana katika hayo maneno matatu wewe unajua hili, labda engine peke yake unajiuliza engineering na engineer mbona kama changanya.
Lakini sikiliza tu utapata kuelewa. Sawa Nitarudisha kidogo kwenye historia kidogo ili uweze kuelewa. Neno engineering linatokana na neno engineer. Sawa ni vitu viwili tofauti lakini vinavyo endana. Kitu cha kwanza, engineering ni fani. Hiyo nitaizungumza baadaye. Lakini engineer ni mtaalamu. Sawa? Ni kama vile tunasema kuna elimu alafu kuna mwalimu, si ndio? Nyewe mwalimu wenu wa hesabu anaitwa nani? Anaitwa Abdalla kwa mfano. Sasa uweze ukasema elimu ni Abdalla. Elimu yetu ni Abdalla. Hapana. Kuna elimu yenu kwa mfano mnaosoma ya sekondari, lakini kuna mwalimu ni mtaalamu, si ndio? The same applies kwenye engineering. Engineering ni fani ama ni kada fulani hivi ambao nitakusimulia baadaye, lakini engineer ni mtu ama ni mtaalamu. Sasa nikwambie kwamba engineering inatokana na neno engineer. Sawa Kihistoria hapo nyuma kidogo tunaweza tukasema enzi za wahenga ama kihistoria mwanzoni ilikuwa kazi ya kujenga taifa ama kazi za ujenzi wa taifa ama kazi za maendeleo za kitaifa pamoja na kazi ya kulinda taifa, kulinda mipaka ya nchi, kulinda watu na mali zao. Hiyo ilikuwa ni kazi ya jeshi. Sawa Nafikiri hata sasa mnajua kwamba tuna majeshi, si ndio? Kwa mfano jeshi moja linaitwa jeshi la kujenga taifa, si ndio? Ama kwa kifupi sawa JKT. Sasa yule mtu ambaye alikuwa anaendesha ile mitambo ya kijeshi, iwe ni ya ujenzi wa taifa ama iwe ni kipindi labda cha vita, yule bwana alikuwa anafahamika, anaitwa engineer. Sawa aliyekuwa anaendesha zile, unajua tunaita nini? Tunaita military motorcades, zile mitambo ile ya jeshi, alikuwa anafahamika kama engineer. Hiyo ni miaka mingi, miaka takriban mwaka 1300 kama na 25. Hiyo ni miaka 70 na zaidi iliyopita. Nafikiri wote hapa mlikuwa mpo. Lakini neno engineer pia linatokana na neno engine. Kuna neno la Kilatini ambalo ndo lilitolewa mpaka kuweza kufika kwenye engineer ama kufika kwenye engine. Neno lile linaitwa ingenium, ama kwa lugha yako unaweza ukatamka vyovyote, labda unaweza ukasema ingenium. Sawa Lakini maana ya lile neno la Kilatini ni kipaji cha asili. Sawa Kipaji cha asili. Kwa hiyo sasa niwalete kwenye engineering, alafu tuendelee kuichambua kidogo. Sasa engineering ni fani ambayo ama tuseme ni kada ama ni uwanda ambao unatumia vitu viwili vikubwa, sayansi na hesabu. Sayansi na nini? Sayansi na hesabu katika kufanya vitu viwili. Kitu cha kwanza, kutengeneza teknolojia mpya. Sawa Yes, kutengeneza teknolojia mpya. Na kitu cha pili, kuweza kuendeleza teknolojia zilizopo. Sawa Kwa mfano kuna teknolojia gani sasa hizi unazojua? Hatujui teknolojia yoyote. Basi mimi nikishika kalamu hivi nikakuonyesha nikakwambia hii ni teknolojia, utaamini? Kwa sababu hapo kale hatakuwa na kalamu, si ndio? Kama basi nyinyi hamkuepo, nyinyi mmezaliwa umekuta kuna kalamu, lakini basi ukiuliza hata babu yako nani ama ukisoma historia, the best way to know the past is by reading, si ndio? Yes, the best way to know the present is by living and seeing what is happening. Sawa Sasa nyinyi mkisoma historia mnajua kwamba hapo kale hatakuwa na kalamu. Kwa hiyo hii kalamu pia ni invention ama ni teknolojia ambayo imekuwa invented kwa ajili ya kuweza kusaidia kuandika. Watu walikuwa wanaandika kwa kutumia magome ya miti, si ndio? Ukijaribu kuangalia, lakini kwa kutumia hesabu, kwa kutumia sayansi ikaweza kuvundulika kalamu ambayo inaweza ikaandika. Lakini kalamu tunakubaliana kwamba bado ina limits zake ama na yenyewe pia ina changamoto zake, si ndio? Mojawapo ya changamoto ya hii kalamu, haiwezi kaandika juu. Ushawahi kujua hiyo? Okay, kama hujawahi kujua nenda kajaribu. Sio kuandika juu hewani, hapana. Kama haiwezi kuandika hewani, that's obvious, si ndio? Lakini nenda kaweke karatasi lako juu afu wewe unaliandika. Unaandika hata jina lako. Unaweza kaandika herufi ya kwanza ya pili, kalamu haiandiki. Unajua kwa nini? Sio uchawi. Kwa sababu hii kalamu it does not work against the gravity. Si ndio? Haiwezi kufanya kazi kinyume na nguvu ya gravitational force. Unaelewa?
Yes, mnajua gravitational force. Mnasema G is equal to. So nyinyi ndio nyinyi Lakini anyways, mnajua kwamba kuna nguvu ya mvutano kati ya nini? Kati ya nini na nini? Jamani, kati ya dunia na, si ndio? Sawa. Na ndio maana ukirusha kitu juu kina pole. Kalamu yangu imekatika. Sawa. Sasa mojawapo ya kazi za engineering ni kuendeleza teknolojia zilizopo. Kwa mfano hii teknolojia tayari ipo. Pengine kuna mahesabu na sayansi itakuja itagundulika ambayo kalamu inaweza ikawekewa kitu fulani iweze kuandika juu bila shida yoyote. Sawa Lakini pengine tuna kalamu hata sasa ambazo zinaweza zikaandika. Kwa mfano kalamu mnaita kalamu ya risasi, si ndio? Inaweza ikaandika, yani kadri inapoendelea kuandika ndio inaisha kama mshumaa, si ndio? Kalamu ya pencil, si ndio Yes. Hiyo ni engineering. Lakini sasa nilisema engineering kama mkate, ndani kuna slice ndogo ndogo nyingi. Sasa niwaambie kwamba kuna fani ndogo ndogo nyingi za engineering ama za uhandisi. Mfano ni mimi ninayezungumza na nyinyi hapa. Mimi fani yangu mimi ni architecture, ama tuseme mimi ni architectural technologist. Sawa Sasa hiyo inaweza kuwa pengine hujawahi kuisikia, lakini ni nini? Ni tuseme ni ubunifu ama ni teknolojia ya ubunifu na usanifu majengo. Sawa Kazi yangu mimi ni kubuni na kuchora ramani za majengo. Majengo yote unayojua wewe. Sawa Yawe majengo ya watu kuishi, yawe majengo ya ibada, yawe majengo ya biashara kama ambako umepita mkuta kuna magorofa kibao, si ndio Hiyo ndo fani yangu mimi. Sawa Hiyo ni mojawapo, ni slice mojawapo katika engineering. Sawa Sasa ukienda katika slice nyingine, slice ziko nyingi sana kwenye huu mkate, ziko nyingi sana. Slice nyingine ni uhandisi ujenzi. Kwa mfano mimi nikisha design nafanya kazi kwenye kompyuta, nikisha kuprint ile ukaona mchoro ramani, unasema aha, kumbe ndio inakuwa hivi, kumbe ina vimba vitatu, kumbe ina vimba vitano, basi kuna mtu mwingine tunampa anaweza kujenga. Yule bwana anaitwa nani? Civil engineer, si ndio? Yule ni mhandisi ujenzi. Lakini baada ya pale kuna mtu mwingine anakuja anaweka umeme. Wangapi kwao na umeme? Sawa. Sasa umeme pia ni mojawapo ya silesi iliyopo katika fani kubwa ya engineering. Ile inaitwa electrical engineering. Sawa Fani ya uzalishaji wa umeme, lakini ugavi wa umeme, manake usambazaji wa umeme, pamoja na installation ama kuweza kuweka miundo mbinu ya umeme katika majengo. Sawa Fani nyingine ni, kwa mfano niulize, watu wangapi hapa mmekuja leo kwa kutembea kwa mguu? Wote mmekuja na magari, si ndio? Mmekuja na magari yenu mazuri yanatembea speed kweli, mmefika faster, si ndio? Hasa ile pale ni engineering. Ile ni slice nyingine ya engineering. Sawa Ile inaitwa nini? Ile inaitwa mechanical engineering. Sawa Sasa mechanical engineering na yenyewe ina upana wake, lakini kwa Kiswahili kawaida tunaita ni uhandisi mitambo. Sawa Mitambo yoyote, mtambo wote unaotumia engine, yule mtaalamu aliyetengeneza, anayeoperate, yule anaitwa mechanical engineer. Sawa Ukienda katika mitambo, watu wangapi mnakunywa soda? Si mnakunywa soda watu wengi hapa. Basi mnakunywa maji, hamnywi soda. Maji kule yanakotoka yanatoka kwenye kiwanda, si ndio? Soda zinatoka kiwandani. Kwa hiyo kuna wahandisi mle ndani ambao wanasababisha mpaka inaweza kutoka soda vile tamu, inaweza kutoka soda vile ina ujazo ule, kwa sababu ni mahesabu. Ushawahi kuona kuna soda moja imejaa kuliko mwenzake? Soda ziko sawa. Maji haya nimekunywa kidogo, lakini kabla sijanywa yalikuwa yako sehemu fulani. Ukiyaleta maji mengine yote yanalingana. Kwa sababu gani? Mathematics. Sawa Yes. Lakini nyinyi mnasoma vitabu. Mshawahi kusikia kwamba Nuhu alitengeneza safina? Kweli si kweli? Mnajua Sasa unajua ile safina ilikuwa ina ukubwa gani? Si ilikuwa ina vipimo ile? Kwa watu mnaosoma Qur'an, watu mnaosoma Biblia, wote mnajua kwamba mle mkienda kusoma kutoka hapa mkasome, basi mjue hivi hata ile safina. Siku nyingine tukikutana nitawauliza hivi nyewe mahesabu ya safina yalikuwa na ukubwa gani? Mtaniambia safina bwana ilikuwa ina urefu huu, ina upana huu, alafu ina kimo hiki. Sawa Kwa hiyo hakuna hesabu, hakuna teknolojia inayotengenezwa ama inayoendelezwa bila kuwa na mahesabu. Sasa asikudanganye mtu wewe uanze kuacha hesabu. Asikudanganye mtu wewe ukaacha science. No, usiache. Sawa Yes.
Sasa fani nyingine, kwa mfano nilikuwa nazungumzia katika transport engineering, nimetoka kwenye mechanical kwa mfano ambao nimekuambia uhandisi mitambo, lakini pia kuna transport engineering. Sasa hivi watu tunatoka Dar es Salaam mpaka tunafika Morogoro kwa muda gani kwa mfano kwa SGR? Saa 1.5, si ndio? Lakini hapo kwa taarifa yenu kabla nyewe mjazaliwa, hapa mpaka Dar es Salaam watu walikuwa wanatembea siku 2. 2 days guys, I'm telling you, 2 days. Na pengine zaidi ya hapo ilikuwa inatembea hata zaidi ya siku 2. Wao nafikiri enzi hizo kulikuwa utajiri mkubwa, mtu ana usafiri ni farasi. Wao nafikiri farasi anatembea muda gani? Na siku hizi mitambo inapimwa kwa horsepower. Ushawahi kusikia mtu anakuambia, "Bwana, hii gari yako hii mashine ina horsepower ngapi?" Ulishawahi kusikia? Unajua maana ya horsepower? Yaani horsepower maana yake nguvu. Yaani engine ile inalinganishwa na nguvu ya farasi wangapi. Horse ni farasi. Si ndio? Yes, kwa maana hiyo sasa tuna transport engineering ambayo sasa hivi unaweza kutoka hapa mpaka Dar es Salaam kwa muda mfupi, lakini kwa wale ambao mmetembea kidogo kama mimi, mnaweza mkatoka hapa mpaka Dubai kwa masaa 4 ama 5. Kwa kutumia ndege ambayo inaenda spidi kubwa sana. Nyewe mmekuja na magari yenu hapa yanatembea hapa sijui spidi ya 50 sijui kilomita kwa saa, sijui muda gani, lakini ndege inatoka hapa kama mshale. Kama inaenda mbali maana yake inatembea kilomita zaidi ya 1000 kilomita kwa saa hili. Yes. Kwa hiyo ni transport engineering. Usafiri wa chini kwa ajili ya kusafirisha watu na kusafirisha vitu. Lakini tuna kitu tunaita aerospace engineering. Nilikuwa nakutajia habari ya ndege. Lakini hawa jamaa wanaopiga picha hapa wana vile vitu wanaita drone. Unaiona kama kamera inaruka juu, alafu inapiga picha za chini. Sasa ama inapiga mbele kwa mbali eneo kubwa. Ile yote ni aerospace engineering ama uhandisi wa anga. Sawa 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 jamani Yes, kwa hiyo kuna uhandisi mwingine wa vifaa tiba. Ulishawahi kusikia Olympic ya walemavu? Disabled. Yaani Olympic ya watu ambao ni walemavu. Pengine mtu, ulishawahi kusikia mtu kawekewa mguu wa bandia? Mkono wa bandia? Pua? Yes, hiyo ni biomedical engineering. Kwa hiyo sasa faida ziko nyingi sana. Faida za wewe kuwa mhandisi ni kusaidia jamii yako, lakini pia wewe mwenyewe kuweza kujiendeleza kimaisha, unarahisisha maisha. Unajisikiaje kama wewe unafanya kazi kwenye kampuni ya inayotengeneza ndege? Wewe ndio uko Boeing, yani watu hawaruki kwenda Marekani bila wewe kusema kwamba bwana hii ndege iko fit. Yani wewe ndio unayoitoa endorsement watu waondoke. Unajisikia vizuri Yes, kwa hiyo mjitahidi kwenye hesabu, mjitahidi kwenye science, muweze kufanya vizuri. Asikutoe mtu kwenye reli eti science ni ngumu. Huyo mtu anataka ale peke yake. Kwa hiyo wewe bakini hapo. Kwa mfano kama hapa sasa hivi nikiwaambia kwamba Tanzania tuna watu wanaitwa speech therapists wachache sana. Yani wanahesabika 1 2 3. To my knowledge mpaka sasa wako 4. Tanzania nzima. Hivi watu wangapi wako wachache sana Tanzania? Mmoja ni rais, si ndio? Yuko peke yake. Lakini wapo wengine pia ambao ni wachache. Sawa jamani Kwa hiyo mjitahidi mfanye vizuri sayansi, hesabu ili muweze kuwa wahandisi. Sawa Karibuni sana. Kuna mtu yote ana swali? Tuko vizuri. Kuna mtu ana swali? Hakuna. Basi niwashukuru sana na karibuni, mtakuwa wahandisi wazuri sana. Karibuni. Na